wa nidhamu shuleni vinaongezeka nchini huku wanafunzi wakihusishwa na uchomaji wa mabweni na kusababisha vifo. Viongozi wa Kilifi wameelezea masikitiko yao kufuatia tukio la shule ya wasichana ya utumishi eneo la Gilgil katika kaunti ya Nakuru ambapo wanafunzi 16 walifariki. Seneta wa Kilifi Stewart Madzayo ameonya wanafunzi dhidi ya kujihusisha na utovu wa nidhamu na badala yake kuwasihi kutilia mkazo elimu bila kuharibu mali ya shule. Ni kauli ambayo imetiliwa mkazo na baadhi ya viongozi katika kaunti hiyo ya Kilifi. Afisa wa elimu katika kaunti ya Kilifi Felkin Kaingu amelaumu wazazi kwa kuzembea na kutowapa wanao nidhamu nyumbani, jambo ambalo Felkin amedai kuwa ndio chanzo cha kuzorota nidhamu shuleni. Viongozi hawa sasa wanataka wazazi wachukue hatua mapema kuzuia uhalifu na kulinda mustakabali wa watoto nchini. Tunawapeleka shule wakasome, hatukuwapeleka shule kwenda kuchoma shule. Kwa hiyo kama wewe ni mzazi, jukumu lako ni la nini? Jukumu lako ni la nini wewe? Kufundisha mtoto wako awe na tabia nzuri, aende skuli, asome, afanye mtihani, afaulu, aende skuli nyingine ya juu. Mzazi mwenzangu, njoo ukae na mtoto wako ili kwamba hizi shule ambazo tumezijenga wakati wa Kazungukambi, zile shule ambazo tumezijenga wakati huu tuko na PK ziwe salama, kwa sababu hawa watoto wamekuwa zaidi ya magaidi. Na nakwambia hivi, kama mtoto wako ni gaidi, mtoe na mapema. Zile operations zenye zinafanywa Malindi, Kakoneni, alafu watoto wao wakora wengine wanakuja kujifichia huku, tafadhali peana report kwa mzee wa kijiji, peana report kwa assistant chief, alafu sisi tunakuja tunamchukua penye anafaa kuwa. Na tutazungumza na maprincipals wa mashule, manake vijana wamekuwa wenye shida. Shule zinachomwa, vijana wanaletana shida, wengine wanakufa, lakini tunasema nidhamu ya watoto inaanza nyumbani. Wazazi ambao mko hapa, tuhakikisha kwamba vijana wetu tunapokuwa nao nyumbani tunahimiza mambo ya nidhamu.